Karibu katika chaneli yetu hii ya FMC Dallas TV, ambapo kila mtu ni sehemu ya familia yetu. Furahia nyimbo za kusisimua kutoka kwa kwaya zetu za vipaji, ikiwa ni pamoja na kwaya yetu kuu, Ebenezer Choir, ambazo zitakugusa moyo na kukuinua roho yako. Pata taarifa kuhusu maendeleo ya hivi punde ya kanisa la Free Methodist, matukio yanayokuja na mipango ya jumuiya. Shiriki katika mahubiri yetu ya kuinua roho ambayo yatatoa hekima na mwongozo kwa safari yako ya kiroho. FMC Dallas TV imejitolea kukuletea maudhui bora zaidi, yaliundwa kwa uangalifu ili kukuhudumia wewe, mtazamaji wetu mpendwa. Tunakushukuru kwa usaidizi wako usioyumba na tunakualika uendelee kutazama. Ungana nasi tunapoendelea kueneza upendo, imani na matumaini kupitia nguvu ya televisheni. Karibu katika chaneli yetu hii ya FMC Dallas TV, ambapo kila mtu ni sehemu ya familia yetu. Amen. I need us to open our Bibles to Isaiah chapter 9 verse 6. Nitaomba mtumishi mmoja asimame nisomee kitabu cha Isaya 9:6. Whoever is ready can read. Yeyote mwenye yuko tayari angesimama asome Isaya 9:6. Tunasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 9 na mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Amen. The meaning of this verse is telling us, maana hichi kitabu kinatuambia kwamba how God sent his only begotten son, jinsi Mungu alimtuma mwanae pekee in human form, akaja akazaliwa kama mwanadamu, to come give us sinners salvation, kutupatia sisi wenye dhambi ukombozi. Therefore is telling us to open our hearts. Hivyo anatuambia kwamba tufungue mioyo yetu, to let the word of God and his spirit to live inside us. Tuache neno la Mungu na Roho wake Mtakatifu aishi na kuzaliwa ndani yetu. So I'm telling you, all my people, nakwambia hapa mpendwa mwenzangu, open your heart, fungua moyo wako, and God will bless you. And Mungu atakubariki. May this word be with me and you in Jesus' name. Neno hili likae kwako na kwangu. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku nzuri sana. Ni siku ambayo imebarikiwa kinoma yani. Basi tunaanza kuita mtoto wa kwanza. Akili tetone mbele. Makofi, makofi, makofi. Marindolo. Aliomari. Honorina Inane. Magdalene Inane. Watoto wetu wa kukariri ni wengi sana. Marcelina Kashindi. Maltrina Kashindi. Nani atakariri huyu? Samuel Edson. Noela Olomwene. Patrick Samuel Zamba. Erne Wilonja. Kaima Fidel. Bwana asifiwe. Wakristo, furaha ipo? Furaha ipo? Bwana vyombo mtutafutie ingine microphone ambayo inafanya vizuri. Ina maana wana kazi kubwa sana. Sasa awamu hii sisi tutaangalia vile ambavyo wanafundishwa
Je, wamevishika? Bwana sifiwe. Kwa sababu sisi tunafundisha tu. Tuangalie kama kweli vile ambavyo walimu wao wanakuwa wanafundisha wanavishika. Bwana sifiwe. Tunaanza sasa. Nitakuwa nawauliza maswali na wao wanajibu. Wakisha jibu, unapiga vigeregere kwa kushabikia watoto wetu ambao wanajua maneno ya Mungu. Bwana sifiwe. Tunaanza. Kabla Yesu hajazaliwa, tunajua ya kwamba kabla Yesu hajazaliwa, manabii mbalimbali walitabiri kuzaliwa kwake. Sivyo? Manabii wengi sana walitabiri kuzaliwa kwa Yesu. Kama vile Nabii Balamu alitabiri kuzaliwa kwa Yesu, Nabii Mika alitabiri kuzaliwa kwa Yesu, Nabii Isaya alitabiri kuzaliwa kwa Yesu na kadhalika. Bwana sifiwe. Swali langu ni hili. Nitaanza na Mathayo 4. Nabii Balamu alitabiri nini? Nabii Balamu alitabiri yafuatayo: namuona lakini si sana. Ndio. Namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Na kuzipiga pembe zote za Moabu na kuwavunja wana wote wa Ghasia. Bwana sifiwe. Lakini samejua maneno ya Mungu. Tupige makofi. Bwana sifiwe. Sawa kabisa. Basi umejua. Hata kama hukujua kwamba kimeandikwa kwenye kitabu gani, basi hakuna shida. Basi tunaenda na Noela Olomene. Nabii Mika alitabiri nini? Amen. Asifiwe tena. Amen. Nabii Mika alitabiri ifuatayo: bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu Sayuni, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye asili yake imekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Asante sana. Watoto kama wadogo sana wanajua maneno ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuna nabii watatu ambaye alitabiri kuzaliwa kwa Yesu. Naye ni Nabii Isaya. Maringolo. Nabii Isaya alitabiri nini? Nabii Isaya alitabiri yafuatayo: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Amen. Amen. Na kupata hii tabiri, kwende kwenye kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sawa, asante sana. Mambo ni mazuri sana. Mambo ni mabaya ni mazuri. Kuna wakuu wengine hapa tukimuuliza sema vyenye Nabii Isaya alitabiri hapo, anashinda. Lakini watoto wadogo wanajua vyote. Bwana asifiwe. Okay, zoezi lingine ambalo tunalifanya kwenye watoto wetu, tunawafundisha wajue viongozi wa kanisa letu. Sawa? Hata kama leo kukiwa uchaguzi, fika kesho waulize, nani mwenye alichaguliwa kuwa katibu wa kanisa? Baros anajua. Hata kama ukibadilisha leo amesha kuwa labda dadi, nani ndio katibu wa kanisa? Dadi. Wanajua. Bwana asifiwe. Na kwa kuona muda unaweza kuwa mwingi, tutauliza tu kiongozi mmoja tu. Honorina nani ndio mchungaji mwangalizi wa kanisa letu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mchungaji mwangalizi wa kanisa letu kwa jina anaitwa Reverend Ngolo Saidi. Tunampenda sana mchungaji wetu. Ndio. Mcheshi, mpole na mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtoto ameonyesha sifa za mchungaji wetu. Kwanza ametuma jina lake, akasema yeye mchungaji wetu ni mcheshi. Kweli uongo? Uongo kweli?
ni mnyenyekevu. Kweli uongo? Ni mpole. Ni kweli? Ndio sifa za mchungaji wetu hizo tete. Bwana sifiwe. Sawa, tunaendelea. Erne Wilonja, mpatie microphone. Erne Wilonja, taja kitabu cha 10 ndani ya Biblia na kitabu cha 50. Kitabu cha 10 ni kitabu gani na kitabu cha 50 ni kitabu gani? Kitabu cha 10 ndani ya Biblia ni kitabu cha Samueli wa pili. Kitabu cha 50 ndani ya Biblia ni kitabu cha Wafilipi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha 10 ni Samueli wa pili na kitabu cha 50 ni Wafilipi. Amejua amepotea. Asante sana, asante sana, asante sana. Tunaenda na Ali Omari, mpatie microphone. Ali Omari. Tuna swali lako hapa Ali Omari. Musa aliandika vitabu vingapi na uvitaje? Musa aliandika vitabu vitano. Vitaje? Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Bwana asifiwe. Amejua? Amejua. Asante sana, asante sana. Tunaenda na Samuel Edson. Samuel Edson, kamata microphone. Nina swali kwako, sawa? Kwa nini Yusufu alitaka kumkataa Mariamu kwa siri? Maria alionekana na mimba Yusufu bila kujua na nini. Haleluya! Kwa sababu Mariamu alionekana na mimba, Yusufu hakujua ni mimba ni ya nani. Ndio maana alikuwa anataka kumkataa kwa siri, kwa siri. Bwana sifiwe sana. Tunaenda na Kaima Fidel. Microphone papa. Kaima Fidel. Swali lako ni hili. Nani ndo mama yake wa Yesu? Bikira Mariamu. Bikira Mariamu. Amejua? Asante sana. Tunaenda na Akili Mbelu. Akili Mbelu, nina swali kwako. Kitabu cha Nehemia ni cha ngapi ndani ya Biblia? Kitabu cha Nehemia ni 16. Cha 16. Kitabu cha Zaburi ni cha ngapi? 19. 19. Na kitabu cha Hosea ni 28. Na 28. Amepata. Tupige makofi. Wengi hapa akiuliza kitabu cha Zaburi ni cha ngapi? Hata tu. Sawa? Mpaka aanze kukamata tena Biblia, aanze kuhesabu moja. Lakini hao watoto anasema tu na uangalie tu ndani ya Biblia. Utakuta Zaburi kweli ni kitabu cha 19. Utakuta kitabu cha Nehemia kweli ni cha 16. Na kitabu cha Hosea ni cha 28. Angalia tu utakuta hicho. Bwana sifiwe. Tunaenda na Marcelina Kashindi. Tunaenda na Marcelina Kashindi. Bwana sifiwe. Marcelina Kashindi. Mamajusi walimpa Yesu zawadi gani? Tunu, dhahabu, uvumba na manemane. Bwana sifiwe. Swali la pili kwa Marcelina. Yesu alisema nini kuhusu watoto Marcelina? Acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbingu ni wao. Haleluya! Bwana sifiwe. Acheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbingu ni wao. Tunaenda na Matrida Kashindi. Kama Matrida Kashindi, Yesu alizaliwa wapi? Bethlehemu ya Yuda. Bwana sifiwe. Na watoto wadogo wa miaka 2 wanajua kwenye Yesu amezaliwa. Bwana sifiwe sana. Kuna bakia mtu hapa, Patrick Samueli Zamba. Bwana sifiwe. Patrick Samueli Zamba na swali kubwa sana. Patrick, ndani ya Kiswahili tuna alfabeti, sawa? Utataja alfabeti ya Biblia ndani ya lugha ya Kiswahili. Tunaanza. A.
B. Baba mpenda mwana ampa vyote. C. Chembe la agano lisipoanguka akukaa mahali ya pekee azae. D. Damu yake Yesu yatusafisha dhambi zetu zote. Eloi Eloi lama sabatani, maana yake Mungu wangu mbona ameniacha? F. Fara haifai kitu kwa wokovu. G. Kombo la choo ni mwili uliowekea tayari. Hash. Hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. E. Manueli tafsiri yake Mungu pamoja nasi. J. Jina hili lapita majina yote. K. Kristo alizaliwa wapi? Katika Betlehemu ya Yuda. L. Lohorime Betlehemu, ndani ya nyumba ya ng'ombe mtoto amelazwa. M. Mwokozi amzaliwa kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. N. Neno alifanyika kwa huyo. O. Ondoka, chukua mtoto uende naye Misri. P. Pendo la Mungu ni kubwa. R. Roho ya Bwana ni juu yangu. S. Salamu uliopewa neema ya Bwana yu pamoja nawe. T. Tazama ni pendo ya namna gani aliyotupa Baba sisi kuita wana wa Mungu. U. Uweza kifalme utoka pigani mwake. V. Vyote vinafanyika kwa huyo. W. Wote wanampokea aliwapa uwezo wa kuita wana wa Mungu. Y. Yote yamekwisha. Z. Ndani ya Yesu nimebarikiwa, nimepakwa mafuta kichwani, umeandaa meza mbele ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Ndugu maadibisho. Ndio. Umeshatuuliza maswali mengi na tumepata zote. Ndio. Nasi watoto pia tunataka tuulize Wakristo maswali. Haleluya! Niliwaambiaka mimi. Watoto watawauliza maswali hapa. Mnaona hapo sasa? Niliwaambiaka mimi. Akili amesema ya kwamba ndugu maadhimisho umeshatuuliza maswali mengi na tumepata yote. Na sisi watoto tunataka tuulize Wakristo maswali. Okay, karibuni kwa maswali watoto. Honorina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Mimi niko na kaswali kadogo. Na mwenye atapata iko na zawadi. Ni nani atataja vitabu 15 vya Agano Jipya? Yaani vitabu vya kwanza vya Agano Jipya. Vitabu 15 vya kwanza vya Agano Jipya. Nani mwenye atataja? Swali la Honorina ni hili. Agano Jipya na vitabu 20 na ngapi? Na 7. Sasa taja vitabu 15 vya mwanzo. Nani mwenye atataja? Okay, angalia wenyewe wanapishana kidogo. Msimu Wakili. Sasa kuangalia hiki. Chagua watu, chagua. Ni mikrofoni hii. Bwana Yesu asifiwe. Nitajitahidi. Ni Agano Jipya wae. Tunaanza Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Kolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Marko, Luka, Yohana, Matendo, Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafuatilia hapa, amepata kabisa.
Tupige makofi. Tupige makofi. Ninyi wakubwa moja kwa moja na napewa zawadi. Njoo chukua zawadi yako. Kikombe hiki anza kunywa maji. Kikombe cha Joyce hicho. Bwana asifiwe. Wakubwa zawadi zao. Hapo ukipata tu na unakuja kuchukua na zawadi yako. Wengine atauliza swali ni Marcelina Kashindi. Marcelina Kashindi ana swali eti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Jina naitwa Marcelina Kashindi. Mimi ni mtoto wa Sunday school katika kanisa la Usana Methodist Church. Napenda Las Texas. Napenda Yesu sana kama anavyonipenda. Amen. Swali langu ni hivi. Uliza swali sasa. Swali yangu ni hivi. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Chagua mmoja mwenyewe. Chagua mmoja. Anauliza Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Ndio swali lake. Ndogo. Anakagua mandogo. Aisa kagua. Jesus is love. Hebu chagua mwingine. Chagua mwingine. Chagua mwingine mimi napenda. Huyo na fedha. Fedha, sema fedha. Napewa mwingine kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Watate. Hautapata hivyo. Ilikuwa swali ilikuwa na A na B. Ukipata swali ndio unapata. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Toka ndio nimesema hapa. Ukipata watate ndio unapata. Sawa? Pesa karibu. Unapata? Patisheni vidole, atakuwa mwingine. Pesa amekosa. Hii swali hii sio kwamba kwa sababu umesema hesabu wanafunzi wa Yesu ndio tumepata pana. Mpaka usubiri swali la pili watatu. Patisheni vidole vinaisha. Vidole vinaisha. Ndogo yeye anapenda ndogo wake. Okay, Damroza, bahati ni kwako. Sema. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Watatu. Simoni Petro, Andrea, Yohana. Unashindwa? Hapana mwambie, sema na dada. Simoni Petro, Andrea, Yohana, Yakobo mkubwa, Filipo, Mathayo, Bartholomayo, Basana Zito. Mwingine. Angalia kule. Watu angalia nyuma. Tata mwingine. Mama mkurugenzi. Mpatia na mikrofoni. Anamtaka maa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Simoni Petro, Andrea, Yakobo mkubwa, Yohana, Filipo, Tomas, Bartholomayo,
Mathayo, Yakobo mdogo, ameshiba. Mwingine ule. Joel, sema. Nani? Ni Joel? Joel. Mpatie Joel na mikrofoni kule. Hapana kuimbia kule Joel. Sema. Ni sasa unika. Au unasema kusema sasa unika. Basi hiyo swali imepita. Hiyo swali imepita. Utajaribu. Tunaanza na mwingine. Najaribu. Simoni Petro, Andrea, Yohana, Filipo, Bartholomayo, Yakobo mkubwa. Bwana sifiwe. Basi tunapita hiyo swali. Akili, wanaisha? Hapana. Okay, twende. Patrick ana swali la kuuliza. Patrick. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Jina langu naitwa Patrick Samuel Zamba. Mimi ni mtoto wa Sunday School katika kanisa la Usana Primitive Church. Napenda Yesu sana kama anavyonipenda. Swali yangu ni hivi. Nani atataja vitabu vya Agano la Kale? Nani ambaye atataja vitabu vya Agano la Kale? Ndio vyenye Patrick anauliza. Nani atataja vitabu vya Agano la Kale? Chagua mmoja. Yesu asifiwe. Amen. Sijui tajaribu. Ndio. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Joshua, Waamuzi, Ruth, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Methali, Mhubiri, Mkono Bora, Isaya, Yeremia, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Maombolezo, Yeremia, Amekosa eti tumekosa. Nani anataka karibu? Okay. Abana da pronto sema mpatie da pronto na microphone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajaribu Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Methali, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadia, Yona, Mika, Naum, Habakuki, Zefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Amepata amekosa? Amepata. Amekosa moja. Amekosa moja. Arudile tena. Rudile sasa. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua,
Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Methali, Kumbukumbu la Torati, Yoshua. Ulisha kosa. Basi tunapita hilo swali. Je, utapima? Nani atataja sifa 4 ambazo Mungu alijivunia Ayubu? Sivyo tulifundisha wiki jana? Sifa 4 ambazo Mungu alijivunia Ayubu. Taja mtu mmoja. Taja vidole. Bino haiti tatu. Usibi. Alaje tena mabana sifa mkutifundisha. Sema etu, na mwalimu amesema etu liandika unaandika kujisemea. Sifa 4 ambazo Mungu alijivunia Ayubu: kumtumaini, kumtegemea, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akisimama hata kama anakosea, mwache kwanza malize. Si ndio Sisi tunasikia tu. Mwache amalize, alafu anayehusika na maswali atasema amepatia au kama amekosea. Lakini anapokuwa anasema mnakuwa mwache amalize kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu ametoa ushauri, mtu akisimama kutoa jibu, mwache tu na kukosea na kupata, mwache kwanza malize, ndio ule mhusika ndio atasema kwamba amepata au amekosa. Bino anza tena. Ulishashindwa? Basi tuna wengine wanataka sema sifa hivi. Kena. Ayubu alikuwa mkamilifu, mwenyekevu, kujitenga na ubaya na azia, mkamilifu, mwelekevu, anayejitenga na ubaya na kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amepata. Yenda kumbuka. Okay, tuendelee akili. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Sifa hizo 4 za Ayubu naweza kuzipata wapi ndani ya Biblia? Ndani ya kitabu, sura na mstari. Bas, hizo sifa 4 tunaweza tukazipata wapi ndani ya Biblia? Kitabu gani, sura ya ngapi na mstari wa ngapi? Angalia watu kule na kuanzia huko hapo. Kwanza angalia huko hivi mpaka huko kote hivi ndio unataja mmoja. Sasa ametaja katibu msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 8. Sura ngapi? Sura ngapi? Toa jibu. 6:8. Hapana, amekosa. Dali. Niliandika vitabu vya Mungu. Sijui kama nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kwanza Ayubu 1:22.
Tusende mbali. Kaja mwingine lakini. Kaja mwana wai lakini. Kaja mwana wale ndio wanapata mtoto. Akili. Kuna tabia yako. Ni Ayubu sura ya kwanza mstari wa 23. Bwana sifiwe. Ndio kwanza watu yako mtumishi. Zawadi mumbe. Bwana sifiwe. Na kizame maswali yanaisha. Mwingine? Kuna swali lingine? Okay, uliza. Esther ni kitabu cha ngapi? Esther ni kitabu msili. Esther ni kitabu cha ngapi kama amesema? Esther ni kitabu cha ngapi? Basi naona Mungu naibia. Bwana sifiwe. Sema mama Nguya. Amepata kitu? Amepata. Kama unaweza wapi? Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watoto wetu wamefanya vizuri au wamefanya vibaya? Wanastahili kupata zawadi? Sawa. Sikutoa chochote nimeona mkono. Mkono wake babae. Sawa. Nimefika kwa. Patrick. Kwa tamati. Kwa tamati. Nimefika kwangu kanisa. Na amekula tamati. Na bado ninaimba. Bado ninashuhudia. Somali. Mwingine akuli. Kwa tamati. Yeah. You are the one. Anorina. Kwa tamati. Unazelena kwa tamati. Ali kwa tamati. Maarifa tamati. Akili kwa tamati. Mwingine. If my God is with me, Matrida kwa. Ndio mwisho Matrida. Bwana sifiwe. Sasa hatutamaliza. Hapa tunastahili tupongeze walimu wetu wa Sunday School. Priska na Kenneth. Hawa wawili wanakuwa wanajinyima sana kukosa kusikia neno la Mungu ili waende kufundisha watoto. Mungu na nyinyi wapatie zawadi zenu. sikutoa chochote nimeona mkono wake babae. Nimefika kwa mkono wa Bwana. Basi wanasema eti mwashike picha na watoto wao. Mwalimu baba siwashike picha na watoto wao au ndio wanashughulikia kabisa kuchukua watoto na kuwaweka ndani ya chumba chao na kuwafundisha. Bwana sifiwe sana. Na Bwana atubariki. Amen. Mwende sasa.
Hii ni FMC Dallas TV, TV ya kanisa la Hosanna Free Methodist Church Dallas. Ni TV ambayo inatoa video za interview, video za kwaya kama kwaya kubwa Ebenezer Choir. Ni TV ambayo inakuletea maendeleo ya kanisa la Free Methodist na pia burudani za interview. Endelea kusapoti TV pendwa. Furahia nyimbo za kusisimua kutoka kwa kwaya zetu za vipaji, ikiwa ni pamoja na kwaya yetu kuu, Ebenezer Choir, ambazo zitakugusa moyo na kukuinua roho yako. Pata taarifa kuhusu maendeleo ya hivi punde ya kanisa la Free Methodist, matukio yanayokuja, na mipango ya jumuiya. Shiriki katika mahubiri yetu ya kuinua roho ambayo yatatoa hekima na mwongozo kwa safari yako ya kiroho. FMC Dallas TV imejitolea kukuletea maudhui bora zaidi, yaliundwa kwa uangalifu ili kukuhudumia wewe, mtazamaji wetu mpendwa. Tunakushukuru kwa usaidizi wako usioyumba na tunakualika uendelee kutazama. Ungana nasi tunapoendelea kueneza upendo, imani na matumaini kupitia nguvu ya televisheni. Karibu katika chaneli yetu hii ya FMC Dallas TV, ambapo kila mtu ni sehemu ya familia yetu. Furahia nyimbo za kusisimua kutoka kwa kwaya zetu za vipaji, ikiwa ni pamoja na kwaya yetu kuu, Ebenezer Choir, ambazo zitakugusa moyo na kukuinua roho yako. Pata taarifa kuhusu maendeleo ya hivi punde ya kanisa la Free Methodist, matukio yanayokuja, na mipango ya jumuiya. Shiriki katika mahubiri yetu ya kuinua roho ambayo yatatoa hekima na mwongozo kwa safari yako ya kiroho. FMC Dallas TV imejitolea kukuletea maudhui bora zaidi, yaliundwa kwa uangalifu ili kukuhudumia wewe, mtazamaji wetu mpendwa. Tunakushukuru kwa usaidizi wako usioyumba na tunakualika uendelee kutazama. Ungana nasi tunapoendelea kueneza upendo, imani na matumaini kupitia nguvu ya televisheni. Karibu katika chaneli yetu hii ya FMC Dallas TV, ambapo kila mtu ni sehemu ya familia yetu. Ndio hivyo, please don't forget to subscribe kwetu channel ya FMC Dallas. Tutakuwa na mavideo zingine next Sunday. Please like, share and subscribe. Boss Lady signing out. Peace.